Hello, karibu katika channel yetu ya Elimika. Katika video hii tutakuelekeza jinsi gani unaweza kujisajili na mfumo wa employee self service ama ESS utumishi. Hivyo usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, ili kuweza kupata ujumbe pale tutakapo upload mwendelezo wa video zetu zitakazohusu elimu pamoja na ajira. Hivyo kwa wale walimu ajira mpya ambao mpaka sasa hawajajisajili na mfumo wa ESS, basi tumeandalia video, na video hii tutaelekeza hatua kwa hatua na mambo ya kuzingatia wakati unakwenda kujisajili na mfumo wa ESS. Sasa baada ya kuweza kuripoti katika halmashauri ya pale ulipopangiwa, watakupa check number, na baada ya kupewa check number sasa wewe utakuwa na sifa ya kuweza kujisajili na mfumo huu wa ESS. Ili kuweza kujisajili, tunaona kwenye screen yetu tuko katika portal ya watumishi ESS. Ili kuweza kufika hapa katika screen yetu, utakwenda Google ama Chrome, utaandika ess.utumishi.go.tz ama unaweza ukaandika ESS utumishi, kisha website ya kwanza itakayofunguka. Baada ya kusearch utaingia. Utakapoingia, kwa wale ambao wanatumia kompyuta, utakuja katika ukurasa huu. Sasa baada ya kufika hapa, utajaza hizi sehemu 4. Sehemu ya kwanza itakuhitaji wewe uandike check number yako. Sehemu ya pili utaweka national ID, namba yako ya kitambulisho cha taifa utaiweka kwa usahihi, na sehemu ya tatu utaweka email yako. Hakikisha email unayoitumia ni email ambayo umejisajilia wilayani. Kwa hiyo baada ya hapo utaiconfirm email yako, utairudia, na baada ya kuirudia utabonyeza hii button ya sign up. Sasa baada ya kubonyeza hii button ya kujisajili, endapo utapata ujumbe kwamba tayari umefanikiwa kujisajili, basi tembelea katika email ama app ya Gmail kuweza kuangalia ujumbe ambao umetumiwa kutoka watumishi portal ya ESS. Ujumbe huo utakuwa na taarifa zifuatazo. Utakuwa na username pamoja na password. Kwa wale ambao wamejisajili mwaka 2025 kuelekea 26, basi walitumia hatua hizo, kwamba baada ya kujisajili katika hii portal utatumiwa username pamoja na password katika email yako. Sasa username ambayo utatumiwa na password hizo zitakuwa ni za temporary, kwa hiyo utahitajika kuweza kubadilisha username pamoja na password. Kumbuka username ambayo utahitajika kuiweka sasa ni check number yako. Yaani baada ya kulogin kwa mara ya kwanza kwa taarifa ambazo wamekutumia katika email yako, basi ukishafanikiwa kulogin, basi unapaswa kubadilisha username pamoja na password. Naomba nirudie tena. Utakapomaliza kujisajili utatumia ujumbe kwenye email. Ujumbe huo utakuwa na password pamoja na username. Na password utakayokuwekea ni tofauti na namba yako ya check number. Na pia password ambayo utawekewa pia itakuwa ni mchanganyiko wa namba na herufi. Ikimaanisha utapewa vitu viwili, username pamoja na password. Na pale utakuwekea message kwamba utakapo login kwa mara ya kwanza kwa taarifa ambazo wamekupa wao, basi badilisha username pamoja na password. Kwa hiyo utakapo login kwa mara ya kwanza kupitia taarifa walizokutumia kwenye email, utahitajika tena kuingiza check number yako pamoja na check number kama username pamoja na password ambayo wewe utahitaji kutumia kwenye akaunti yako. Kwa hiyo baada ya hapo utakuwa umeshakamilisha akaunti yako. Kwa hiyo baada ya kukamilisha akaunti yako, ukilogin itafunguka kama ambavyo tunaona hapo. Kwa hiyo utakapofunguka,
akaunti yako ya ESS itakuwa hivi, yani itakuwa na moduli hizi zifuatazo. Itakuwa ya utendaji, uhamisho, mkopo, my profile, salary slip, likizo pamoja na wekeza. Sasa kuna changamoto ambayo unaweza kukutana nayo kwa wewe ambaye unajisajili kwa mara yako ya kwanza, kukosa hii moduli ya hii utendaji. Na hii ni muhimu sana kuweza kuadd task pamoja na subtask zako. Kwa hiyo kama utaikosa hii, basi utapaswa kuwasiliana na IT wa wilaya yako ili aweze kukuwezesha kuweza kuipata hii moduli katika akaunti yako. Kwa hiyo utakapowasiliana naye ataactivate, itapatikana kwenye akaunti yako na ndipo utaanza kuadd task pamoja na subtask. Kwa hiyo katika video hii tumekuelekeza kwa kifupi jinsi ya kuweza kujisajili, lakini katika video ambayo inafuata tutakuelekeza jinsi ya kuadd task pamoja na subtask.